الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي akifanya ikhtisari صحيح البخاري. bado tupo kwenye kitabu al-adhan. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema Imam Bukhari, babu idha hadara at-ta'amu wa uqimati as-salatu, mlango unaozungumzia idha hadara at-ta'amu, kikihudhuria chakula, pindi kinapokuwa kimehudhuria, kimefika chakula, wa uqimati salatu, na ikakimiwa swala, bimaana muda wa chakula umefika na muda wa iqama ya swala umesimamishwa. Nini akitangulize muumini katika wakati huu? Al-Imamu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Al-Qawaid Al-Fiqhiyya ametaja baadhi za qawaid. Moja ya qaida aliyoitaja nasema, wa in tazahama adadu al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa ضده تزاحم المفاسد yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Ikiwa vitu viwili vyenye manufaa vitafatana pamoja, wa in tazahama adadu al-masalih, ikiwa vitu vyenye manufaa vitaambatana kwa wakati mmoja, vifanywe vyote, yuqaddamu al-a'la min al-masalih, kitatangulizwa kile chenye maslahi ya juu mno kwa wakati huo. wa ضده تزاحم المفاسد, na kinyume chake ni pale ambapo vitakapokuwa vimeambatana vibaya viwili, madhara mawili, hiki kina dhuru na hichi kina dhuru, hiki kina hasara na hichi kina hasara, na vyote vimekuja fi anin wahidin, katika wakati mmoja. Anasema yurtakabu al-adna min al-mafasidi, kitatendwa na kufanywa kile ambacho mafsada yake, madhara yake yako chini sana. Yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Ukiangalia hapa ni viwili vyenye maslahi vimeshikamana pamoja. Chakula kimefika na wewe una njaa kubwa, njaa kali, wakati huo huo swala imesimamishwa. Kanuni nasema viwili vyenye manufaa vikishikamana kwa wakati mmoja, tekeleza, fanya lile ambalo maslahi yake yako juu zaidi, kwa maana kile ambacho unakihitajia sana wakati huo ndicho kitekeleze, na kile kingine kitabaki kikisubiri. Tutaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi Anas anasemaje. Anasema wa anhu radhiyallahu anhu, na kutoka kwake Anas ibn Malik Allah amridhie, anna Rasulullah, kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam qal, amesema, idha quddima al-asha'u, kikitangulizwa, kikiletwa, pindi ambapo kitakapoletwa al-asha'u, chakula, imma sawasawa cha jioni. Idha quddima al-asha'u, kikitangulizwa chakula cha jioni kwa kuletwa kwenye meza,
au kwenye sahani, kwa maana ya kwamba watu waanze kula, na wakati huo huo iqama ya swala imeshasimamishwa. Fabda'u, basi anzeni bihi, kwa hicho chakula, anzeni kukila chakula, qabla an tusallu salata almaghribi, qabla hamjaswali swala ya magharibi. Mtume anatuonyesha swala ina faida na kula kuna faida. Nini nifanye mimi Muislamu? Anasema utatanguliza kula chakula, kwa sababu chakula kwenye wakati huu kina maslahi zaidi kuliko ibada ya wakati huu. Aliyeingia kwenye swala akiwa na njaa, au aliyeingia katika swala hali ya kuwa tumbo lake liko tupu na chakula amekiacha, anaweza akakosa khushu', unyenyekevu na utulivu katika swala, na mawazo yakawa ni mengi katika ibada yake. Wala ta'jalu an ashaikum, anasema wala ta'jalu an ashaikum, anasema kwenye haya maneno, wala msiharakishe kwenye chakula chenu, wala msiharakishe kwenye chakula chenu. Bimaana, maana haya ni kwamba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yeye alikuwa anakula. Abdullah ibn Umar alikuwa anakula kisha anaswali, anakula kisha anaswali. Kwa hiyo mtu yote ambaye kimemwijia chakula na swala, anatanguliza swala, anatanguliza chakula kwanza kabla ya chakula. Kisha akasema wala ta'jal, mnapokuwa mnakula kile chakula chenu msile kwa haraka haraka, kwa kuwa tayari mmeshapata ruhusa ya kula chakula chenu. Wala ta'jalu an ashaikum, msiharakishe kwa haraka haraka kula chakula eti kwa sababu ya kudiriki nini? Ibada. Abdullah ibn Umar kama nilivyosema, yeye alikuwa chakula kikija mezani na ana njaa ya kula na swala imekimiwa, kana yaakulu thumma yusalli, anakula kisha litarahi, maana unapita muda amekula kwa utulivu, ameshiba, naam, ndio atakwenda kufanyaje? Kuswali. Kumbukumbu yangu inaniambia hadithi hii tulishawahi kuisoma hapa miaka ya nyuma ya miwili mitatu au miwili haswa, tukiwa tulizungumza suala la kufuturu katika mwezi wa Ramadhani. Sisi ada yetu watu wa huku Afrika au wa miji yetu hii, watu wengi wanaanza kuswali ndio wanakwenda kufanyaje? Kufuturu. Hii ndio ada yetu watu wengi wa huku, lakini kiuhalisia ada hii kuna mazingira inatatiza. Ada hii kuna mazingira inatatiza, sababu kuna mtu anaweza kuwa anataka aswali baadia na watu tayari wameshatenga sahani chini kule na vyakula vyetu vya Uswahilini vya kugombania, kiweka tayari watu wanashambulia. Sasa hebu niambie, huyo anayeswali huyo baadia, unadhani akirudi huko atakutana na nini huko? Hilo la kwanza. La pili, vile vile watu wamefunga. Kwa nini mtu akiwa na njaa akanywa maji kidogo tu ameigusa tayari ameshaigusa ile somo yake, kwa maana tumbo linahitaji lile, halafu wakati huo huo unaambiwa usile kwanza akaswali? Nikaelekeza ya kwamba miji ya Kiarabu asilimia kubwa zote, miji ya Kiarabu asilimia zote, chakula kinaliwa kwanza. Unakula kama bobo wako, kula mpaka ushibe. Baada ya hapo inakimiwa swala. Haya, kaswalini. Ukitaka kuswali kablia swali, ukitaka kuswali nini, haya, ukitaka kusoma Qur'ani baada ya swala fanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu masalihi imegongana sehemu mbili. Lakini katika hadithi hii faida yake kubwa, fihi taqdimu fadilati alkhushu' fi salati ala fadilati awwal alwaqt. Kama masala mengine tena kwenye hadithi hii kuna fiqhi ndogo sana. Fiqhi gani?
kuna fiqhi ya khushu'i katika swala na kuna fiqhi ya awwal waqtin fi salat. Msikia masala yaliyopo hapa ndani kwenye hadithi hii. Kwanza katika hadithi hii panazungumzia umuhimu wa khushu'i, unyenyekevu katika swala. Lakini wakati huo huo hadithi hii inafundisha uwajibu na ulazima wa sisi kuwahi mwanzo wa swala. Kwa hivyo vimekutana hivyo viwili. Natakikana nifanye khushu'i, nilete khushu'i katika swala, unyenyekevu, na wakati huo huo ninahitajika niwahi kuswali fi awwali waqtiha, mwanzoni mwa wakati wake. Kwa hiyo tunaona fihi, ndani ya hadithi hii kuna taqdimu fadilatil khushu'i, kuna fadhila, kuna jambo la kutanguliza fadhila ya khushu'i fi salati, katika swala, ala fadilati awwalil waqti, juu ya fadhila ya kuswali swala wakati wake wa mwanzo. Kwa hiyo unaacha ule wajibu wa kuswali swala wakati wa mwanzo, unatanguliza kwanza khushu'i ipatikane, nayo ni ya chakula. Kwa maana ukila kidogo khushu'i inatulizana, mawazo yanakuwa hayarukiruki. Tunatofautiana watu katika matumbo na njaa, lakini yule mwenye njaa kali amekaa nao muda mrefu tokea jioni au asubuhi, chakula kikiandaliwa anaambiwa kula kwanza ushibe ni ukaswali. Tena Mtume anasema wala ta'jalu an ashaikum, usiharakishe kabisa kwenye chakula chako nakula, wala usila haraka, kula kawaida tu. Wala ta'jalu an ashaikum, kwa sababu hapa umeyatanguliza maslahi makubwa, umeyatanguliza yale ambayo maslahi yake ni makubwa sana, nayo ni kuipata khushu'i katika swala. Mlango wa pili unasema babu man kana fi hajati ahlihi fa uqimati salatu fa kharaja. Mlango huu unazungumza man kana fi hajati ahlihi, yule ambaye atakayekuwa kwenye haja ahlihi, ya familia yake, akawa anashughulika na matatizo na majambo ya familia yake. Fa uqimati salatu, ikasimamishwa swala, kwa maana iqama, aqama ni sehemu ya adhana. Fa kharaja, akatoka akaacha majukumu ya familia yake akaenda kuswali. Naam, natokea hivyo, kawa na majukumu nyumbani kwako unayafanya na familia yako, napiga pasi labda, unasaidia harakati za ndani zote zile. Kisha baada ya hapo ikakimiwa swala, ukaisikia swala imekimiwa, anaambiwa toka nenda kaswali, acha ya majukumu ya familia yako. Kwa hiyo mahali shahidi kwenye hadithi hii ni iqama, na hadithi iliyopita ni iqama. Zote hizo ni adhana na zote hizo ni iqama, kwa maana ya kwamba kusimamisha swala. An Aisha radhiyallahu anha, Aisha nasema annaha suilat, kwamba Aisha aliulizwa, mke wa Mtume aliulizwa, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kunako Mtume. Mke kaulizwa kunako mume wake, maisha ya nyumbani, ndani ya nyumba, taarifa zinatolewa na mke, yanayofanywa na mume ndani ya nyumba, ndani anayeyatoa ni mtoto na mume, na mke anayetoa taarifa za ndani anakuwa ni mke au watoto. Kwa hiyo mke akaulizwa, au mfanyakazi wakati mwingine. Mtume Aisha akaulizwa, ma kana yasna'u fi baitihi, ni jambo gani amekuwa akilitenda na kulifanya ndani ya nyumba yake. Wewe ndo mke wake, tuambie humo ndani anapokaa huwa anafanyaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anafanyaje? Akiwa ndo mke wake na mnaishi naye, na wewe ni mwanamke unapendeza sana kwake, hebu tueleze jambo gani ambalo huwa analifanya. Qalat, Aisha akasema, kana yakunu, alikuwa au huwa anakuwa, fi mihnati ahlihi, katika khidma, kuwahudumia na kuwatumikia, ahlihi, familia yake. Alikuwa akiwasaidia kazi za nyumbani wa kifamilia yake. Taani, anakusudia Aisha khidmat ahlihi, kuwahudumia, kuwafanyia kazi familia yake. Chota maji wakati mwingine ikitikikana, au ikawa ni kupiga, kunyosha nguo, kupanga nguo, kufanyaje. Mtume alikuwa anafanya kwa wake zake sallallahu alaihi wasallam.
li'annahu akramu nnasi khalqan wa khuluqa, kwa sababu ni mtu ambaye ni mkamilifu wa tabia na maumbile. Kwa hiyo hakujali kwamba ni nabii, ana cheo kadha kadha. Ikitokea haja kwenye familia yake anafanya hizo kazi. Fa idha hadarati salatu, na pindi itakapohudhuria swala, manake muda wa swala umefika, kwa kusikia iqama, kharaja, mtume alikuwa natoka ila salati, kuelekea kwenye swala. Kazi zikifika wakati wake anatekeleza kazi za ndani, anasaidia majukumu nyumbani. Na ikitoka iqama, ikatolewa iqama au adhana, muda huu wa kuswali qablia, basi mtume hutoka na kwenda kuswali sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii nayo pia inaonyesha ya kwamba mihna khidma, huduma ya kuihudumia familia ni maslahi, na vile vile kusomesha swala pia nini, kusoma swala ni maslahi. Lakini hapa maslahi haya ni ya khidmatu li ahliha au li ahli, kuihudumia familia yake yatabidi iachwe, aende akatekeleze ibada ya swala, kwa sababu swala hapa ni muqaddamu, tena a'la min almasalihi. Lakini ndani ya hadithi hii pia tunaona tawadhu'u nabii sallallahu alaihi wasallam, unyenyekevu wake. Hakujali kwamba ni nabii ana cheo akaacha kuihudumia familia yake. Kalla, na hudumia familia yake pale panapokuwa pana nafasi. Kwa hata sisi pia pakiwa pana nafasi ya kuihudumia familia yako, hudumie. Wataalamu wa kupika, unaweza kupika mbele ya watoto, leo niache nikarangize makorokoro mwenyewe, leo anakaa pembeni na korokosha mwenyewe. Kiona bwana, leo wangu saidie kufanya kazi nyumbani, na niko free, saidia fanya kazi. Ni katika mwenendo wa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo bwana, nimekumbuka kufua, haya nipe na mimi nguo nifue. Chukua nguo zako na zake, ninafua. Khayran, katika moja ya kutengeneza mawadda. Lakini ikisomeshwa swala tu, ikikimiwa swala tu, kasikia swala imefika, acha hizo shughuli zako, fatawajjah ila salat. Babu man salla bin nasi wa huwa la yuridu illa an yuallimahum salata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu. Mlango mwingine unasema man salla bin nasi, yule atakayewasalisha watu, wa huwa, na hali ya kuwa yeye, la yuridu, hakusudii wala hataki kwenye huko kuwasalisha, illa an yuallimahum, isipokuwa awafundishe salata nabii, swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatahu, na sunna yake. Yani yeye hakusudii kwanza kuswali, yani jambo la kuswali halikusudii kabisa. Yeye anachokusudia kwenye kuwafundisha watu namna gani mtume aliswali. Kwa hiyo akaiswali swala, jambo hili ni jaiz, na hii inakuwa kwake ni tatawwa, ni sunna. Umeenda kwenye miji ya watu au chini ya miji ya watu, jamii yako na ukaa nao, watu hawajui swala kwa vitendo, ukasimama pale mbele za watu ukaanza kuswali kwa vitendo vile vile, na rukuu unasema subhana rabbiyal azim, unasimama kwenye itidali rabbana walakal hamdu, unayasema yale maneno ambayo aliyekuwa na kuangalia na kusikiliza anajifunza. Basi tendo hili linaambiwa linafaa kwa maana ukatekeleza ibada ya swala, lakini sio kwa lengo la kuswali, kwa lengo la kuwafundisha watu ibada ya swala, Hadithi hii ni hadithi ya Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Huyu Malik ibn al-Huwairith, yeye asili yake kipindi hichi alikuwa anaishi Basra, Iraki, anaishi zake Iraki. Kama mnavyofahamu kwamba Iraki ni katika nchi ambayo ilikimbiliwa na masahaba wengi sana, kwa sababu kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, maqarru raisi, sehemu aliyokuwa akikaa rais ilikuwa ni Madina. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa alikuwa anakaa Madina, ni maana yake makao makuu, kama tuseme lugha nyepesi, makao makuu ya dola yalikuwa yanapatikana wapi? Madina, mji wa Madina. Lakini miaka ya mbele huko kumalizika makhalifa wote wanne, mpaka ulipoingia utawala wa Muawiya,
utawala maqarru rais, sehemu anayokaa mtawala ilihamishwa, ikatolewa Maka, ikatolewa Madina, ikapelekwa Iraqi, ikawa inakaa Iraqi. Hata Hajjaj ibn Yusuf naye alikuwa kule na wengineo pia katika watawala wakubwa wakubwa walikuwa kule. Kwa hiyo huyu Malik ibn al-Huwairith naye alikuwa huko Madina na Iraqi, Basra akiishi. Sasa siku moja huyu Malik ibn al-Huwairith alikuja kwenye msikiti ambapo aliwakuta watu. Malik ibn al-Huwairith aliwakuta watu pale radiyallahu anhu, akataka kuwafundisha namna alivyomuona mtume na swali. Anasema an Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu qala, anasema Malik anawaambia watu waliokuwa msikitini, inni la usalli bikum, hakika yangu mimi ni mwenye kuwasalisheni, nitakuwa ni mwenye kukusalisheni, maana nitatangulia mbele nitakusalisheni. Wama uridu salata, na sikusudii swala mimi, sikusudii ile swala, bimaana sikusudii ile swala ambayo huwa nawasalisha kwenu nyinyi au huwa mnaiswali ile ya kila siku ya mara kwa mara, sikusudi hivyo, bali usalli kaifa raaitu rasul nabiyya, ninaswali kwa namna nilivyomuona nabii sallallahu alaihi wasallam yusalli, basi mtaswali kama nilivyomuona mtume akiswali. Kwa hiyo nyinyi matabi'i mliokuja baada ya masahaba, nitazameni namna gani ninavyoswali, hivi nitakavyoswali ndivyo alivyokuwa na swali nani? Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akatangulia, akawa anawasalisha watu na mtazamo. Na hata Sheikh Salahu Ghanim rahimahullahu ta'ala rahmat al-abrar wa askanahu Allahu jannati firdausi. Salah Ghanim amefanya video zake nyingi sana rahimahullah, anaonesha namna gani anaswali. Kwanza kwenye kutia udhu, ana video anaonesha namna ya kutia udhu na tiaje udhu, anaeleza kipengele kimoja baada ya kingine, kimoja bi usulubin sahlin, kwa njia nyepesi kabisa. Akamaliza jambo la udhu na maiki, kwa shukuru mtoto wake alimzaa ndo anamshikia maiki, mpaka kaingia kwenye upande wa swala, kila kitendo kuonyesha kwamba jambo hili lipo kwa hadithi ya Malik ibn al-Huwairith. Kwa hiyo mtu akisimama akawafundisha watu namna ya kuswali, ni kitendo kipo. Sasa Malik ibn al-Huwairith, hiyo swala aliyowafundisha, sasa hiyo swala ambayo aliyowafundisha, alikuwa anaiswali swala ambayo fiha, ndani yake pana al-itminan. Na ukifuatilia kwenye riwaya ya Bukhari hii, kwenye hadithi hii, ziko riwaya nyingine zinataja namna gani alivyokuwa na swali kwenye kurukuu, kwenye kusimama natulia kwa muda mrefu kidogo, akienda kurukuu na turukuu kwa muda mrefu kidogo, akisimama kwenye itidali hivyo hivyo anasimama kidogo, akienda kwenye kusujudu anasujudu kwa utulivu. Yani ni swala iliyojaa khushu' na itmi'nan, iliyojaa unyenyekevu na imejaa utulivu. Bali vile vile imekuja riwaya nyingine ya kuonyesha upande wa anapokaa kwenye rukuu, yani akienda Allahu akbar akaenda kurukuu, imekuja riwaya inaonyesha ya kwamba kana waja'ala ruku'ahu, na alifanya rukuu yake mustawi dhahr, mgongo wake umenyooka hivi, yani alifanya rukuu wake mgongo umenyooka kiasi hichi, lau subba alayhi alma'u, lau yatamwagwa maji juu ya huo mgongo, lastaqarra alayhi, yatatulizana. Na hiyo ni hadithi ya Wabiswa tu ibn Ma'bad inda al-Imam Ibn Majah rahimahullah, akitaja habari hii kwamba alikuwa Maliki akinavyosujudu, anavyokaa kwenye rukuu, anaunyoosha mgongo wake, ule mgongo anaunyoosha kiasi cha kwamba ukimimina maji pale yanaweza yakatulizana. Tofauti na wengine anasujudu, anarukuu kakaa hivi, yani juu anataka kuangalia na chini anataka kuangalia, kama vile kuna mterezo pale, kuna mtiririko wa maji utapita pale juu, atakana mgongo unyooke. Kwa hiyo Malik ibn Huwairith aliwasomesha watu wake kwa vitendo, lakini si kwamba alikuwa na swala ya kawaida, kala, kama alivyosema
mimi sintoswali kama ninavyoswali swala ya kawaida. Wa hadha amru jaiz, na hili jambo linajuzu, inafaa. Nataka kuwafundisha watu swala, fundisha. Na ndio maana wanachuoni wetu wameandika mpaka vitabu vya swala, swalatu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kaifa, vitabu vidogo vidogo hivi ambavyo vinaonesha swala ya mtume sallallahu alayhi wasallam kana kama unavyomtazama. Maulama wetu Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh Ibn Bazi ana kitabu hicho, Ibn Thaymini na wengineo katika maimamu na mashaikh mbalimbali duniani wameandika risala za namna hiyo kurahisisha masaili hayo. Na sisi pia kwenye lugha zetu za Kiswahili, lugha za Kiajemi, watu wengi wameandika kuwarahisishia watu namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali. Mlango unaofuata malizia hadithi ya mwisho, babu ahli alilmi walfadli ahqqu bilimamati. Hadithi hii tumeipita lakini tutaisoma kwa haraka haraka. Mlango unaozungumzia ahlul ilm, wanawazuoni, unawazungumzia watu wenye ilmu, walfadli na cheo na fadhila na khairi daraja, watu wenye elimu na watu wenye madaraja. Ahqqu bilimamati, wanastahiki zaidi kuwa maimamu, viongozi wa swala au viongozi wa nchi. Mtu yote mwenye ilmu anastahiki zaidi, mwenye kustahiki zaidi uimamu, na vile vile mwenye kustahiki zaidi nini? Uongozi, hata ule wa nchi wa juu wa nini, anastahiki zaidi. Kwa sababu nini? Ana ilmu, lakini pia na nini? Ana fadhlun, ana fadhila, ana khairi, ucha Mungu, ana alaka, ana uwezo wa kufanya kadha wa kadha. Hadithi ya Aisha ummi almu'minin, tumeipita hadithi ya Aisha ummi almu'minin. Hadithi nasema, alisema Aisha, Mtume sallam alisema, muru Aba Bakari yusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu. Taqaddama, hichi kipengele kimepita huko nyuma Mtume alipokuwa anaumwa. Wa fi hadhihi riwayati, na katika riwaya hii ya Aisha, qalat, alisema, qultu, nilisema kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam, inna Aba Bakari, hakika Abu Bakari, idha qama fi maqamik, akisimama nafasi yako ya kuwasalisha watu, lam yusmi'i nnasa, hawezi kuwasikiza watu, yani watu hawatuweza kusikia, min albukai, kutokamana na kilio kingi alicho nacho, hawatuweza kusikia kisomo wala qiraa, hawezi kusikia kwa sababu ya wingi wa kilio chake. Famur Umara, muamrishe Umar, falyusalli linnas, awasalishe watu. Muamrishe Umar, sio Abubakar. Abubakar baba yangu namjua mimi baba yangu yule kanilea. Ukimpa nafasi ya kuwasalisha watu akakaa nafasi yako, atalia sana. Bora umchukue Umar. Faqalat Aisha pia akasema, faqultu li Hafsata, nikaenda kumwambia Hafsa ni mtoto wa Umar, binti Umar, ambaye naye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake ni mke mwenzake. Quli lahu, mwambie Mtume, inna Aba Bakarin, hakika ya Abu Bakarin, idha qama fi maqamika, akisimama nafasi yako wewe Mtume akasalisha, lam yusmi'i nnasa, hato wasikiza watu, min albukai, kutokamana na uliaji, watu hawawezi kusikia kisomo chochote. Famur Umar, muamrishe Umar, falyusalli linnasi, awasalishe watu. Fafa'alat Hafsa kafanya, kumfuata Mtume naye kwa nafasi yake, kumwambia Rasulullah, naomba umwambie hapa baba Umar hapa mfai hapa kwa wakati huu, Abu Bakari hapa mfai, atalia sana huyu, bora taumpe baba Umar, baba yangu Umar anaweza akajimiliki kidogo. Faqala Rasulullah, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, nyamaza, ukfuf, au uskut, nyamaza. Inna kunna, hakika yenu nyinyi wanawake, la antunna, nyinyi haswa, sawahibu Yusufa, ni kama vile wanawake wale wa Yusufu. Maana yake mnachokidhihirisha sicho mlichokificha. Mwanamke yule wa Yusuf aliwatoa wanawake kwenda nje, akawapa vitu akajipamba, yeye akawapa vitu akajipamba, alafu akawapa kazi ya kufanya. Kwa hiyo wao walikuja kwa lengo la kutaka
kufanya kazi. Kumbe Yusuf mwanamke yule mwanamke wa mfalme, lengo la kuandaa wale wanawake aji. Kwa hiyo wakawa wamekaa pale nje wanakata vitunguu, wanafanyaje story na nini, wamejiremba vizuri. Lengo lake yeye si vile anavyofanya yeye, ana kingine ndo kama hichi. Yeye ana jambo lake lingine, yule mfalme, mwanamke wa mfalme. Baada ya muda akamtoa Yusuf akapita mbele yao. Sasa nyinyi si mlikuwa mnanituhumu mimi, fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, nyinyi si mlikuwa mnanilaumu kama mimi nimemtongoza huyu Yusufu? Imekuwaje mwanamke wa mfalme anamtongoza na kumtaka kijana wake? Sasa sikilizeni cha mtema kuni na nyinyi. Sasa akamtoa Yusuf akapita pale mbele. Hebu angalia uzuri wa Yusuf uliwapelekea wasisikie maumivu ya kukata kidole. Unajua mfano mchaze ni ule uzuri wa Yusuf, yale maumivu ya kukata kidole yale wao hawajali, wako wanamwangalia, ma hadha bashara in hadha illa malakun karim, huyu sio binadamu, huyu malaika huyu. Na huko nakata nini? Akata kidole, yale maumivu yale hasikii mwanamke. Baada ya pale akamwambia, fadhalikunna alladhi lumtunnani fi, mlinilaumu mimi kwa sababu ya huyu kijana. Haya mmeyaona na nyinyi sasa, mmekata madole yenu, mnaona yale madole yenu mmeyakata na wala hamuhisi. Sasa angalia mfano alivyotoa huu mtume, anafanya tashbihi kwamba nyinyi wake zangu Aisha, Hafsa, mnaniambia nimuweke pale Umar. Nyinyi lengo lenu nishalijua. Mna tabia kama ya Yusuf, wanawake wale wa Yusuf, mna makusudio ya kitu kingine nyinyi. Sasa yani makusudio sasa hapo ndio akasema hivi, ni kweli Aisha alikuwa anampigia debe baba yake? Yani hiyo lugha nyepesi. Sasa je, ni kweli Aisha alikuwa anampigia debe baba yake kama baba yake ndio asalishe? Tuhuma hii huwezi kumpa Aisha radhiallahu anha, tuhuma hii huwezi ukamtisha nayo. Yani kwa hii tashbihi aliyoifananisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wale wake wa Yusuf, yule mwanamke wa Yusuf aliwapa visu na vitu wafanywa katekate, lengo lake, targeti yake waje na wao waone kwamba uzuri huu unastahiki mtu kumtaka huyu kijana au la. Kwa hiyo alikuwa na kila alichowadhihirishia ni tofauti na alichokuwa amekificha. Na hawa nao wanachokidhihirisha cha kumkataa Abu Bakari na kumtaka Umar ni kinyume na kile ambacho wamekificha kwenye nyoyo zao. Wao wanamtaka Abu Bakari Siddiq yamani Aisha, na wana mtume akasema, inna kunna la antunna sawahibu Yusufa. Mtume akamwamuru Abu Bakari faliusalli bin nas. Mtume kama hizo mzozo, muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu, asilie watu wasikie qiraa, wasisikie, mwambie Abu Bakari asalishe. Faqalat Hafsa li Aisha, Hafsa akasema kumwambia Aisha, ma kuntu li usiba minki khaira, ma kuntu, sikuwa mimi Hafsa, li usiba, ni mwenye kupatia, minki khaira, kutoka kwako kheri, sikuwa mimi ni mwenye kupata kutoka kwako kheri yoyote. Nitaraji ya kwamba ulichoniambia kitafanyiwa kazi, lakini kheri hiyo haijafanyiwa kazi. Kwa hiyo sikuwa ni mwenye kupatia, ni wewe radhi ndugu yangu. Ndio mazuri ya busara ya Hafsa, kwa sababu la sivyo manake Aisha angeonekana ingewezekana kaja kamlaumu Hafsa kama nilikwambia na wewe mshawishi umeacha. Lakini Hafsa akamwambia, ma kuntu li usiba minki khaira, sikuwa mimi ni mwenye kupata kutoka kwako kheri, manake nimejitahidi mimi kumwambia, lakini qadarullah imepita, ametaka fasamama, amemtaka Abu Bakari, ndivyo hivyo ilivyopita. Kwa unaona hapa ziada yale yaliyopita kwenye hadithi na hii sasa hivi. Yale hadithi iliyopita hakuna maneno hakuna, lakini pia hakuna maneno ya kwamba Aisha alimwambia Hafsa, hakuna maneno ambayo Aisha alimwambia Hafsa kwamba na wewe nenda mwambie mtume. Kama tulivyosema nyuma katika hadithi hii, faida yake kubwa ni kwamba hii ni ishara ya kwamba Abu Bakar Siddiq anafaa kuwa nani? Mtawala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
Na hadithi hii ni raddi ya Al-Hasan ad-Diddu alayhi min Allah ma yastahiquhu wa ghafara Allah lahu wa hadahu ila al-haqq. Al-Hasan ad-Diddu wa Ash-Shinqiti ikhwani, huyu aliyesema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani yeye huyu bwana Hasan ad-Diddu huyu hadahu Allah, yuko duniani sasa hivi, amesema yako masala 12 anayajua Mtume hajayasema, kafa hajayasema. Ni mwamba anasema hivyo. Halafu anasema natoa challenge kwa maulama wa nchi za Kiarabu wote, tukae nao mezani tuje tujadiliane. Kuna watu majasiri sana duniani. Anasema hivyo, anataka maulama wote wa bara la Arabu wote waje tukae nao mezani, alafu awaambie hayo mambo 12 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajayafanya kabisa na hajayaeleza kabisa, yamekuja kuelezwa kwenye wakati hizi. Katika hayo masala akasema Mtume hajaacha dusturun, hajaacha katiba, hajaacha utaratibu nani atakuwa ni kiongozi baada ya kufa kwake, hajatueleza sisi. Kaacha hili jambo kwa watu wenyewe ndio watafuti, lakini yeye mwenyewe kama yeye hajaeleza. Haya hadithi ya Bukhari hapo nasema, na Sheikh Suleiman Ruhaili amemjibu, wala ni wa Sudan amemjibu, wa wapi amemjibu, wa Yaman amemjibu, wakimsomea hadithi hizi za Abu Bakar as-Siddiq. Hasan ad-Diddu, kama mshakumfahamu huyo mtu ambaye kwenye hii wiki mbili zimepita, kwenye wiki ya baraka, maana wiki ya baraka hii dunia nzima masufi wanazungumza kufaa kufanya nini, tabaruk, kutaka baraka, kufanya baraka. Yeye ameonekana kwenye video na ametoa shingo kwenye dirisha, wakina mama wanamletea madumu haya ya maji haya, kama ni sekwa au ni afya au makorokoro gani, wanamletea kwenye dirisha, anawatemea, wanakunywa. Imeonekana anafanya hivyo Hasan ad-Diddu, kionyesha kwamba mate yake ni baraka, sababu yeye ni shekhe na ukoo wake unakwenda paka kwa masharifu. Huyo juu ndani kabisa anaingia kwa Mtume, kalala ndani huko kwa familia ya Mtume. Huyo akitema kohozi ni halali kula, linatibu fangasi, kwa watu wanakula makohozi pupu wanakula hivi. Sasa huyu ndiye anayesimama nini ya kwamba ana vitu 12 ambavyo Mtume hajavifanya kabisa. Moja hiyo vitu ni kwamba Mtume hajaacha dusturun, anasema hivyo kabisa, dusturun. Mtume hajatuachia sisi katiba, ni nani atakuwa khalifa baada ya kufa kwake yeye. Na hadha min ajhalil jahilin, huyu ni katika wajinga wakubwa kabisa. Katika watu ukiwasikia unazungumza maneno unasema ni bahari ambalo alikaushi kwa elimu, lakini angalia hadithi kama hizi zinampita. Wanawachuoni waliopita wakina Imam Ibn Hajar rahimahullah wa zamani, kabla hata ya hawa kina Ibn Baz na nani, unaweza ukawaonea basi ile majabali ya nyuma huko ya kina Ibn Battali, wakina Imamu Ibn Battali kasherehesha Sahih Bukhari. Ibn Battal Maliki kasherehesha Sahih Bukhari, wakina Imamu al-Asfahani waliosherehesha Sahih Bukhari. Wote hadithi hizo nataja kama ni ishara ya wazi ya Mtume kumchagua Abu Bakar radhiallahu anhu kuwa khalifa baada yake. Huyu Hasan ad-Diddu Shinqiti unakuja kusema ya kwamba hakuna dusturu, nataka wanawachuoni kafanye mnakasha na familia yako tu. Lakini hadithi ziko wazi. Kitendo cha Mtume kumchagua Abu Bakari kuwa khalifa wa swala na yuko hai, nani sasa nani utamchagua baada ya hapo? Nani utakayemchagua baada ya hapo? Hii ni ishara ya wazi. Na je, katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna isharat? Mbona kuna matendo mengi sana ya Mtume alayhi wasallam ameyataja kama ni ishara, tendo hili ishara kadha, tendo hili ishara kadha. Hizo ishara zimekuja kutokea baada yake. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wanachimba handaki, wanavunja yale mawe, wanayapiga yale mawe, zikiruka cheche juu, zikiruka cheche upande wa kulia au upande wa kushoto au mbele au nyuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaashiria, anasema Uislamu utafika huko, Uislamu utafika huko. Ishara sallallahu alaihi wasallam anatoa ishara hiyo, anasema kwa cheche hii la jiwe la hichi kichangarawe kinaruka upande wa kushoto kwenda huko, hii ni ishara kwamba Uislamu utafika huko. Lakini acha mbali hivyo, kama hadithi hii itakuwa huielewi,
suratul Jumaa, suratu al-Jumaa aya 3 au 4. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumza, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Hiyo aya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ukiifuata hiyo aya hiyo utakutana kwenye tafsiri mtume aya hiyo inateremka amekaa na Salmanul Farisi. Moja. Mbili, riwaya nyingine imeonyesha mtume anasema lau kana al-imanu fi thuraya, lau imani ingelikuwa kwenye nyota ya Thuraya. Iman Allah angeiweka kwenye nyota ya Thuraya. Nyota ya Thuraya, kuna nyota inaitwa Thuraya imekaa kule juu, ndo imani imekaa hapo. Lanalnaluhu rijalun min haula, ule mwangaza wa hiyo imani utawafikia watu wa huyu hapa Salman al-Farisi. Maanake watu wa Fursi, watu wa Kiirani huko, imani hiyo itawafikia watu hawa. Mtume anaashiria kwamba Uislamu utaenea mpaka huko Rusia, utaenea Irani, utaenea China.